Barikiwa watu wa Mungu. Amina. Siamini mimi. Makoli tena. Furahi kuona sasa hiyo video. Usilie bwana, sawa? Usilie sawa? Usilie bwana. Hali ya kiafya ya Mwalimu Sioni Panja, mwalimu wa shule ya msingi Nkundi iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Nkasi mkoani Rukwa, imekuwa ni mfano wa kujitolea na ujasiri katika kipindi chote cha mateso makubwa. Mwalimu huyu amekutana na changamoto kubwa baada ya kuugua ugonjwa wa kupooza mwili, yani kuparalyze, hali iliyomfanya kushindwa kutembea na kuzungumza kwa muda mrefu. Nilianza kujifunza kuongea. Nilikuwa naongea kama mtoto. Mwana mwendedi nimelazwa mwaka mzima. Nilikuwa siwezi kukaa, siwezi kujikunja hivi nilivyokaa. Nilikuwa nikolala na futo hapo na atishwa na hivi. Lakini namtumaini Mungu. Maana nikotoka ni mbali. Na ninakoenda niko zuri kuliko nilikotoka. Mwalimu Sioni alipitia changamoto za kiafya za muda mrefu. Alilazwa katika hospitali kwa zaidi ya miaka miwili katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, na alishindwa kuendelea na majukumu yake ya kila siku kama mwalimu. Hali hii ilimfanya kuwa tegemezi kwa msaada wa watu wengine, hususan walimu wenzake na wanafunzi wa shule aliyokuwa anafundisha. Makoli. Usilie sawa? Sawa mama. Usilie sawa? Nipone watu wa Mungu. Tumeshakaribia. Habari za hapo? Nzuri. Naendeleaje? Naendelea vizuri. Ni jambo. Asante wanawake. Asante. Yaani sijaamini kilichotokea. Sikutegemea kabisa. Wasiojiweza wengi. Sio mimi peke yangu. Ni wengi. Mungu abariki. Amina. Lakini mateso ya Mwalimu Sioni hayakuishia kwa yeye mwenyewe tu. Anapitia changamoto kubwa ya kumlea mtoto wake Corin, ambaye alizaliwa na ugonjwa wa mshipa kuvimba katika maeneo yake nyeti. Kwa mujibu wa maelezo ya mama yake, wataalamu wa kiafya walimshauri kuwa apige moyo konde, kwani mtoto wake angeweza kufanyiwa upasuaji baada ya kufikisha umri wa miaka 3.5. Hadi sasa mtoto Corin ameishi akiteseka kwa maumivu makali na amefikisha miaka 3 na miezi 3. Katika hali hii ya kuteseka, jeshi la polisi kupitia mtandao wa polisi wanawake mkoa wa Rukwa lilijitokeza kwa msaada mkubwa. Polisi wanawake walifika nyumbani kwa Mwalimu Sioni wakimsaidia kwa mahitaji ya nyumbani na kumhakikishia msaada wa kipekee. Walijitolea kumlipa mfanyakazi wa ndani ambaye atamsaidia kwa kipindi cha mwaka mmoja kuhakikisha kwamba Mwalimu Sioni anapata huduma za kila siku na uangalizi ipasavyo. Hali hii ilimfanya kudondosha machozi ya furaha, huku akilishukuru jeshi la polisi na mtandao wa polisi wanawake kwa kujitolea kwao. Imani mbarikiwe. Makoli. Usilie sawa? Sawa mama. Usilie sawa? Barikiwa watu wa Mungu. Amina. Siamini mimi. Makoli tena. Furahi kuona sasa hiyo video. Usilie bwana, sawa? Usilie sawa? Usilie bwana. Tukwambia tutakuletea ndugu wengine. Haya, usilie. Sawa? Sawa? Na nani hapa? Hapa naishi peke yangu. Nilikuwa na kabinti hapo juu.
Sasa nilivyopata shida kamshahara kaka kadogo, nikasema hapana binti, nenda kwanza nyumbani, nitashindwa kwa kulipa. Ngoja ndapambana kufika mwezi wa 5 utarudi. Kasema haya dada, ina shida. Nani anakusaidia sasa shughuli za nyumbani zingine? Yaani kama maji wanafunza kinichotea, wakaninolea mboga, kuhusu kupika hakuna shida. Mungu atakusaidia. Amina. Atapona. Kwa hiyo na wewe walikwambia sasa matibabu yanaendeleaje? Mimi sasa walivyoona mgongo umekaa sawa, wakanichukua tena vipimo kuangalia kitu gani kinaleta shida. Yaani ulimi siwezi kuongea vizuri na unapata? Na maumivu napata sana miguu, alafu ikawa na ganzi. Walivyopima wakaniambia una dalili za baridi ya yabisi. Kaniambia hiyo nataka tuwahi na tutibu. Kwa hiyo niliambiwa niende, ilitakiwa niende mwezi wa 12. Mwezi wa 12 kuna ndugu yangu kama amepata shida, nikaa nimemsaidia. Nikasema hapa ndaenda mwezi wa 5 kwenda kutibiwa. Manake kwanza kutibiwa hiyo baridi waliosema, ili nianze kukaa sawa.